Wewe leo umeniita hapa Naso TV, nimekuja na badala ya kuonana huko ukaona kazi zetu, si ndio? Lakini asiyeniona mimi atapata wakati gani wa kuniona? Lakini kuna wakati pia hata ukitamani huwezi ukampata huyo mtu wa kukukamata mkono, na ndio maana jambo la kwanza nikasema Allah wajalie kila la kheri na wawapeleke mbali zaidi ya hapa, kwa sababu hamchagui wa kumsaidia. Mimi nimeona kama mfano wa kunisaidia. Tunaomba tulikutana kwenye sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu na umoja wenu wa madrasa 10 na misikiti 10. Lakini nyuma ya kamera tulipata nafasi ya kuongea mimi na wewe, ukaguswa na masala ya elimu vijijini. Ukaamua sasa elimu hii ya dini wewe uende nao kwa namna ya kipekee. Mwaka uliopita ulifanya mashindano yako ya kwanza kwa mara ya kwanza katika tasnia yako, katika maisha yako. Limekugusaje lile jambo mpaka sasa unataka kuwa na muendelezo nalo? Ni swali zuri. Na kabla sijasema limenigusaje, pengine nikianza kutoa maelezo tunaweza wote tukaguswa. Walio wengi hata kijamii ukiangalia, hawa wazinifu wote huwa wanaangalia mke wa nani kapendeza. Kwa maana mtu aliyeboreshwa na yeye ndo akaingia hapo akajikuta kwamba ana enjoy. Ovyo ovyo hamtaki. Ovyo ovyo hamtaki. Lakini akimuona mke wa mtu kwa sababu anahudumikiwa, kwake yeye inakuwa rahisi kupata mshuko. Na hata sisi Waislamu huwa tunapenda sana mshuko, hatupendi kutengeneza kitu tukakianzia chini tukaenda juu. Hii ni historia ya kipekee, kwa sababu hata hayo mashindano yenyewe ninayoyafanya sijafanya kwa kukurupuka. Nimeanza pale nyumbani kufanya harambee ya kujenga msikiti nyumbani kwangu nikozaliwa. Alhamdulillah tumepata masjidi. Na sasa hivi nipo kwenye harambee ya kutengeneza matofali ili tupate madrasa. Lakini pia niko kwenye harambee ya kutafuta mwalimu ili asomeshe pale, mimi nikiwa nahangaika namna gani ya kupata riziki yake. Lakini kwa nini umesema umeguswa na kitu gani? Kiasi ni kijiji ambacho kinachotokana na wilaya ya Kibiti, lakini iko karibu sana na Mafia kuliko Kibiti yenyewe, na ndio maana mtu akitaka kutuuliza tunamwambia Mafia kwa sababu inakuwa ni kisiwani na ni karibu mno. Na kwa nini nimeguswa? Kwa sababu ile ni sehemu ambayo hapo mwanzo walifikia mashehe wengi sana, na unaweza ukaenda ukaona kwamba katika watu 200 unaweza ukaona Wakristo labda 2 au 1, tena kwa sababu ya ima amekuja kwa sababu ya udaktari au ya ualimu. Nini maana yake? Ni kwamba ni sehemu ambayo yenye asili ya damu yake ni Uislamu. 98% ni Uislamu. Sasa kilichokuwepo kwamba unaposahau kuiweka mbele Qur'ani, basi mazingira yako yatabakia kuwa Muislamu tu, lakini sio mazingira ya kidini. Kwa hiyo kule kilichobakia sasa hivi ni historia, kwamba shekhe fulani alifanya hivi, shekhe fulani alipita, kwa sababu Sheikh Hassan bin Amiri alikaa kule na akasomesha sana sana, na waliofaidika na ilmu miongoni mwao ni baba yangu mzazi mzee Muharram. Lakini sasa hivi imekuwa ni sehemu ambayo kama unatafuta sehemu ya starehe za ovyo, basi ni kule. Hicho ndio kilichonisukuma sasa kuenda kule. Na imekuwaje? Kulikuwa hamna ulevi, ila sasa hivi kuna mabanda ya ulevi. Kulikuwa hakuna masala ya uzinifu wa dhahiri, sasa hivi hawa wote wanaochokwa huku mjini wanajua chumo sasa hivi lipo sehemu fulani. Kwa hiyo wamejaa kule na wanafanya uzinifu, mabanda yamewekwa, na waliowekwa ni watoto ambao wametoka katika mifupa ya Kiislamu. Hii inahuzunisha zaidi. Nikaona mimi kuna haja ya kujikita mimi kama mimi, alafu wenye kuguswa na hili jambo watanifuata nyuma kwa spidi. Nini cha kufanya? Kwa kuwa wale wakubwa tayari tumeshachelewa kuwanyosha, ila kuna kizazi kinapotea. Mtoto wa darasa la 7 akenda kuvua akenda akavua kamba, akavua samaki, akapata pesa yake, hairudi nyumbani kumsaidia mzee wake, ataenda kwa wanawake ambao wamemzidi umri zaidi na zaidi. Nini athari yake?
Qur'ani kwanza itakuwa haitambuliki. Kutokutambulika Qur'ani ni kupotea kwa spidi dini ya Kiislamu, lakini pia na maadili. Ikiwa yeye yuko hivyo, mtoto wake atamuhimiza kitu gani katika swala la dini? Sasa nimeona nicheze kwanza na kuwapa hamasa watoto, niweke mashindano ya Qur'ani. Kwa hiyo mashindano yetu ya Qur'ani tunatoa watoto sehemu mbalimbali. Kuna wilaya 3 ambazo natumia. Wilaya ya Kibiti ambayo ndio wilaya mama ambayo nipo na kile kijiji kipo, lakini wilaya ya Mafia pia na wilaya ya Rufiji. Bahati mzuri mpaka sasa wanasema nabii hatukuki kwao, au ni kwa sababu ya hiki kilichoingia. Imefikia hatua sasa watu hata ile Qur'ani hawaioni kama ni sehemu sahihi kwao. Kwa hiyo walioniitika sana kisiwani Mafia kuliko wilaya ya Kibiti na Rufiji. Lakini tumesema tunaenda kidogo kidogo, ud'u ila sabilillahi bil hikmati wa mau'izatin hasana. Mwaka jana ndo ulianza kwa mara ya kwanza. Mwitikio au mapokeo imepokewaje hili mashindano Qur'an? Na ndio changamoto iliyokuwepo. Kama nilivyosema, mapokezi yalikuwa makubwa, na yamekuwa makubwa kutokana na maandalizi yalikuwa namna yalivyoandaliwa. Nilikuwa nimejitahidi mimi kama mimi, alafu akatokea bi mkubwa mmoja na yeye Allah kampa kidogo, akaniambia nitakupiga tafu hapa. Lakini pale aliponipiga, alipokusudia sivyo ilivyokuwa, sababu alipanga alichokipanga. Mwisho wa siku ilipokuja machafuko yale, ikawa jambo lile limemunaika, akanipa sehemu tu ya kutekeleza wajibu wake. Kwa hiyo lile lengo ambalo mimi nilikuwa nimekusudia liwe halikufika pale, lakini mwitikio wa watu alhamdulillah ulikuwa mkubwa. Maana kisiwani Mafia peke yake walitoka watu si chini ya 86, na wale walikuja kwa sababu kama madrasa tofauti zimejiorganize, wakaleta wanafunzi, tukafanya mashindano ya Qur'ani. Lakini mwitiko wake kwa wale watu wa kijijini pale, tunaweza tukasema waligawanyika nusu kwa nusu. Alhamdulillah. 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Huu ni mwaka wako wa pili sasa, unataraji Mungu akikupa uzima kulifanya hili jambo. Ramani yake ikoje sasa kwenye hili la pili sasa? Ramani yake bado juhudi zinaendelea, lakini juhudi bila msaada ni kazi bure, kwa sababu huwa sisi tunafanya kazi ya Allah, hatutazami kwamba tunacho, ila unapofanya kazi ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu huwaleta watu wake yeye. Na hapa sasa ndipo ambapo nilikuwa natamani tupazungumzie sana. Qur'ani na hali halisi ilivyo kule inahitaji msaada, sio kijijini tu kule, sehemu yoyote ya kijiji, kwa sababu mjini hakuna watu wenye uhitaji wa Qur'ani. Mashekhe wamejaa, walimu wamejaa, matajiri wamejaa. Nilikuwa natamani kusema haya ninayotaka kusema, kwamba bado tuko chini sana katika misaada, tuko chini na hatujapata watu. Mimi unavyoniona nikienda kule, watu wananiona kama ni sehemu ya udhamini, lakini mimi mwenyewe ninategemea watu watokee ili tudhamini jambo liende mbele. Sasa changamoto kubwa sehemu ya kipato na kuwezeshwa kwenye lile jambo. Kwa mfano mwaka jana tulifanya tathmini ya ile shughuli, ilisimama milioni 5, lakini katika milioni 5 hile tuliyaona mapungufu mengi, ilifikia hatua mpaka zawadi za watoto zilikosekana. Kwa hiyo mwaka huu tathmini yake tumeona ili tuende vizuri kwa makadirio na ifane, at least tupate milioni 10. Tunapopata milioni 10 na tukawapata watu hao, walillahi alhamdu, jambo litakwenda vizuri
na insha Allah biidhnillahi, nadhani tutaenda kutengeneza watu ambao muhimu sana katika jamii. Ni mashindano ya tahfidhul Qur'ani, haya mashindano ya pili ambayo yanaenda kufanyika kwa mwaka huu 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu, chini ya shekhe wangu hapa, mwenyekiti wa umoja wa madrasa 10 na misikiti 10 kata ya Tegeta kule, ambaye ndio niko naye hapa, na umemsikia alichozungumza kwamba kwa mwaka huu takriban shilingi milioni 10 za Kitanzania zikipatikana, basi inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu jambo litafanyika kwa upana wake.